Kihistoria miguu ina maana nyingi, lakini pia kiroho miguu ina maana nyingi. Kisayansi miguu ina maana nyingi na imebeba vitu vingi sana. So usalama wako kwa namna moja au nyingine unategemea usalama wa miguu yako. Kwa wale wanasayansi au wanabiolojia, utagundua miongoni mwa sehemu za mwili zilizo na nerves nyingi ni kwenye miguu, hasa kwenye unyayo wa miguu. Kwenye unyayo wa miguu kuna sensory neurons nyingi sana. Kuna sense nyingi sana. Kuna nerve nyingi sana zimeunganishwa pale, ambazo zimekuwa connected au zimeunganishwa na ubongo. Ndio maana mtu anaweza akawa na shida ya mguu akapata shida ya uti wa mgongo. Mtu anaweza akawa na shida ya mguu akapata shida kwenye via vya uzazi. Mtu anaweza akawa na shida ya mguu akapata shida kwenye eneo la kifua, eneo la mapafu, eneo la moyo. Kwa sababu miguu ina sense nyingi sana ambazo zimekuwa connected moja kwa moja kwenye brain na maeneo mbalimbali ya mwili. Wanasayansi wanajua hivyo. Lakini kiroho pia ina maana nyingi sana. Na ndio maana hata katika ulimwengu wa giza, watu wabaya wakitaka kushambulia, wakitaka kukuumiza, wapo ambao wanachukua nyayo za miguu yako. Unapokanyaga mahali, wanakuja wanachota ule mchanga pale ulipokanyaga, wanaenda wanaufanyia science. Wanaenda wanafanya uharibifu. Shida gani inatokea? Miguu inauma, miguu inawaka moto, miguu imevimba, miguu inatetemeka, miguu inawasha. Shida ni nini? Sijui. Lakini kumbe wanasayansi wa giza walipita wakachukua nyayo zako. Walipita wakachukua mchanga mahali ulipokanyaga, wakasema tunamfunga, wakasema tunamharibu. Lakini leo kwa neema ya Mungu miguu yako itafunguliwa. Miguu yako itafunguliwa. Miguu yako itakuwa safi. Kwa nini ibada hii imewekwa mwanzo wa mwaka? Ibada hii imewekwa mwanzo wa mwaka ili kukupa uwezo wa kumiliki mwaka mzima, kukupa uwezo wa kutawala mwaka mzima, kukupa uwezo wa kuvuka mipaka, kukupa uwezo wa kukubalika maeneo mbalimbali. Kupitia miguu yako utaenda mbali sana. Kupitia miguu yako utasafiri sana. Kupitia miguu yako utaenda nje. Wale ambao mnasubiri visa, baada ya ibada leo, fuatilia Jumatatu, visa yako imetoka. Wale ambao mnahangaikia passport, baada ya ibada leo, fuatilia passport yako imetoka. Wale ambao mlikuwa mnatafuta pesa kwa ajili ya safari, baada ya ibada leo, fuatilia pesa imetoka. Why? Mungu atafungua miguu yako kukupa access ya kumiliki, kukupa access ya kutawala, kukupa access ya kwenda mbali sana. Kama upo, sema nipo pastor. Nipo pastor. Sijasikia, sema nipo pastor. Nipo pastor. Kazi za miguu. Miguu ina kazi mbalimbali kiroho. Miguu ina kazi nyingi sana kiroho, lakini kazi namba moja ya miguu ni miguu inakupa ushindi juu ya maadui. Warumi 16 mstari wa 20. Warumi 16 mstari wa 20, maandiko yanasema, naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi. Point namba moja kabisa, kazi ya miguu kiroho au nguvu iliyopo kwenye miguu kiroho ni kukupa ushindi dhidi ya maadui. Anasema Bwana atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Chini ya miguu yenu upesi. Yes. Sio jambo la taratibu, ni jambo la haraka. Halo? Leo tutaomba, tukiwa katika kuomba nitakwambia kanyaga. Nitakwambia kanyaga. Wakati unakanyaga kuna vitu vitatokea. Yes. Wengine mtajiona kama unakanyaga godoro. Ujue ni elevation. Mungu yes, anakupa shock up, hautaumia tena. Yes. Hello? Bible inasema Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu. Lakini ukienda kwenye kitabu cha Luka, Yesu aliwaambia nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, na nguvu zote za yule mwovu wala hakuna kitakacho wazidi. Hatukanyagi kwa mikono, tunakanyaga kwa miguu. Kwa hiyo kupitia miguu yako leo utakanyaga nyoka na nge. Yes. Kupitia miguu yako leo utasambaratisha uchawi. Kupitia miguu yako leo utaondoa maadui. Kuna mahali utapita watasema gari limepita. Kuna mahali utapita watasema kuna tetemeko limepita. Why? Uwepo wako. Na kuombea Mungu aachilie mamlaka kwenye miguu. Yes. Na kuombea Mungu aachilie nguvu kwenye hizo miguu. Oh, yes. Kila utakapoenda, yes, watu washtuke, ni nani amepita? Ni nani amekanyaga? Yes. Ni nani amekuja? Yes. Pokea hiyo mamlaka ya ushindi dhidi ya adui. I receive. Pokea mamlaka ya ushindi dhidi ya watu wabaya. I receive. Pokea mamlaka ya ushindi juu ya majaribu yote. I receive. Utakapokanyaga kwa miguu yako, yes, pale ofisini, yes, wote watanyamaza. Yes. Pale mtaani, yes, wote watanyamaza. Yes. Why? Mwenye mamlaka amefika. Na wewe mwenye mamlaka nani? Ni wewe. Amen. Receive in Jesus name. I receive.
Receive in Jesus name. I receive it. Mungu akupe mamlaka. Yes. Mungu akupe nguvu. Yes. Dhidi ya wabaya wako wote. Yes. Dhidi ya maadui zako wote. I receive. Mwaka huu tutakapokuwa tunazungumza maadui. Yes. Tutakapokuwa tunazungumza watu wabaya. Yes. Kumbuka zile aina 3 za vita nilifundisha. Wapo maadui unaowajua. Wapo maadui uwajui. Upo uadui wa ndani yako. Mwambie Mungu, ninapokanyaga na sambaratisha kila aina ya vita, kila aina ya uadui na ninatangaza ushindi. Kuna mtu unaweza ukashangaa, kwa nini kanisa hili ukisikia mtumishi anasema pray 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 pray, watu wanapiga makofi, wengine wanatembea. Pray pray pray, unasikia pa 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 pa. Kuna maana nyingi, leo nikupe code. Namba 1, tunapokuwa tunaomba tunakanyaga, ni ishara ya kumiliki, ni ishara ya kutawala. Unavokanyaga unatembea, unatanua mipaka. Unatanua mipaka. Pray pray, unasikia mtu anatembea, pray pray pray, pray pray, mtu anatembea. Ile kutembea inampa kumiliki. Anatanua wigo katika ulimwengu wa roho. Anatanua wigo katika ulimwengu wa roho. Lakini pia ana enlarge territories. Amina. Anapiga makofi, ana activate spiritual being. Ana activate ule utu wa ndani wa kiroho, yule mtu wa ndani wa kiroho. Anapiga makofi, pa 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 pa, pray 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 pray. Ana activate yule mtu wa ndani. Ndio maana sometimes unaweza kuwa unaomba uko peke yako, lakini unasikia kampani kubwa. Unaona nguvu kubwa. Mnaona kama mpo wengi, ni kwa sababu hiyo. Upande unaona kama mmeelewa sana. Naona tu vichwa vinaenda hivi. Nyie mko sawa, jipigieni makofi. Nisome Wafalme wa 2 mlango wa 7 mstari wa 3. Maandiko yanasema, basi walikuwako watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tunaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo cha magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Hiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Eneo hili ni eneo sensitive sana. Hawa jamaa ilifika mahali wakasema tunakufa kizembe. Hatukubali kufa kizembe. Ama zao, ama zao. Halo? Sio ama zao, ama zetu. Hii ama zetu hii waliwapotosha. Ni ama zao, ama zao. Yaani ama zao ziendelee kuwa zao tu. Wakasema hamna, hatukai hapa, wakatoka. Lakini Mungu, kwa sababu unabii ulishatolewa, utasoma mistari ya nyuma huko utaona kuna unabii ulishatolewa kwamba chakula kitashuka. Bei ya chakula itashuka. Lakini itashukaje? Mechanism gani itafanyika? Mungu akatumia sayansi kwa kutumia miguu ya nani? Ya wakoma. Kishindo alichokiashiria kikasababisha watu wakakimbia. Walipokimbia wakaacha hela, wakaacha chakula, wakaacha dhahabu, wakaacha nguo, wakaacha mali. Kwa hiyo wale wakoma ambao walikuwa karibia kufa kwa njaa, wakageuka ghafla, wakawa na shibe kubwa. Taifa likawa na chakula. Lakini ni nini? Mungu alitumia nini? Miguu. So Mungu anaweza akatumia kitu chochote kumpa mtu ushindi. Mungu anaweza kutumia kitu chochote kukupa kutawala. Mungu anaweza akatumia chochote kile kukupandisha, kukuonyesha njia, kukuonyesha nafasi yako. Leo tutaomba kwa neema ya Bwana, eneo ambapo pana fursa, yes, uvutike kwenda. Amen. Uvutike kwenda. Amen. Na ukifika pale ukikanyaga, atoke mtu akwambie, hili shamba nilikuwa nauza 1,000,000, ila kwa sababu ni wewe nitakupa kwa 100,000. I receive. Ifike mahali kuna kitu unakitaka lakini hauna hela, nenda kakanyage pale. Ukishafikisha miguu yako pale, inachora alama. Ukishafikisha miguu yako pale, inaweka sign kwamba mimi ni mmiliki. Amina. So tumia miguu yako leo, tumia ibada ya leo, na mimi nitakuombea kitu kimoja tu. Mungu akupe mamlaka. Utakapoenda mahali utatambulika. I receive. Sema napokea. Napokea. Sema napokea. Napokea. Kwa jina la Yesu. Namba 1 tumesema miguu ushindi juu ya maadui. Namba 2, miguu ni ishara ya hukumu au kuadhibu watu wabaya. Mathayo 10 mstari wa 14 hadi 15. Miguu ni ishara ya hukumu au kuadhibu au kuamua. Utasoma kwa wakati wako. Lakini Kumbukumbu la Torati mlango wa 11 mstari wa 24. Pointi ya tatu. Miguu ni ishara ya kumiliki na kutawala. Nisome hiyo Kumbukumbu. Maandiko anasema, kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa peno. Tokea hilo jangwa na Lebanoni na tokea mto wa Frati mpaka bahari ya magharibi itakuwa ndiyo mipaka yenu.
Kila mahali sitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimekupa kumiliki. Sasa angalia kitu kimoja, rudisha hilo andiko. Kuna kitu hapa nataka niwape siri za uchawi leo. Upo tayari? Oh yes. Na nipo tayari kuloga nikupe principle. Au upande wao naogopa uchawi. Rudisha hilo andiko nikuonyeshe. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu. Alafu akatupa siri. Akaanza kuelezea hilo eneo. Hilo eneo ni lipi? Akasema tokea hilo jangwa na Lebanoni na tokea mto Frati mpaka bahari ya magharibi itakuwa ndio mipaka yenu. So ukitaka kumiliki, ukitaka kutawala kwa nyayo za miguu yako, lazima ujue ni wapi. Yes. Ametupa ramani hapa, ametupa location hapa, ametupa map. Kuanzia pale mpaka pale. Ni eneo gani unataka kumiliki? Ni eneo gani unataka kutawala? Wewe ndio unajua. Ninataka niwe na mashamba makubwa Chalinze. Nataka niwe na mashamba makubwa Bagamoyo. Bagamoyo huijui. Nataka niwe na viwanja vya kutosha Kigamboni. Kigamboni huijui. Lazima kwanza ufanye physical visibility. Ufike pale, uone, ustadi, alafu uamue. Kutokana na jiografia palivyo, mimi napataka hapa. Hapa. Hapo huna buku mfukoni, mnanielewa kweli? Yaani huna buku mfukoni, huna jero mfukoni, lakini unataka. Baada ya kufika, tembea, zunguka mipaka ya kile kiwanja hata kama sio chako. Zunguka mpaka, tembea, toka mto huu mpaka jangwa lile, mpaka mto Frate na vilima na nini, zunguka. Alafu unamaliza, sema it is done, ondoka. Haitapita wiki, hautapita mwezi, hautapita mwaka, utasikia kuna eneo linauzwa. Alafu habari inakufikia wewe. Na wakati inakufikia, Mungu ameshakupa solution. Kwa hiyo ili uweze kumiliki, ili uweze kutawala, lazima ujue ni eneo gani unataka kumiliki. Ni eneo gani unataka kutawala. Lazima tayari uwe na ramani kichwani. Huwezi kumiliki usichokijua. Ni sawa sawa, haujui madini, haujui umuhimu wa madini, ghafla mtu anakuletea dhahabu kilo 2. Wewe utachukua jiwe la kwenda kusugulia miguu. Mtu anakuletea dhahabu kilo 2. Haujui mambo ya madini, haujui mambo ya dhahabu, haujui chochote. Utalifanya nini? Utachukua utakuwa unasugulia miguu au utaliweka sebleni kama mapambo, unalifunika na maua. Lakini kwa yule anayejua habari ya madini, habari ya dhahabu, akipewa tu anajua wapi pa kuelekea, moja kwa moja maisha yake yamebadilika. Unahitaji kumiliki, unahitaji kutawala, lazima ujue ni kitu gani. Uko mahali hapa kila siku, mtumishi wa Mungu niombe, ninunue gari. Nataka ninunue gari. Gari gani? Ni trekta. Ni gari ya kutembelea. Toka nenda kwenye showroom. Ingia pale, usiende kimaskini. Nenda pale umeweka mkono mfukoni, just for control. Unafika pale unauliza, anza na yale magari hela kubwa. Ishi ngapi? Milioni 450. Okay, 450. Fungua buti, anafungua. Hebu fungua nini? Bonnet anafungua. Hii gari ichemshi kweli? Hapa una buku. Hii gari ni mpya, leta funguo. Unaiwasha. Ukishuka unaenda nyingine. Hapo maombi yanaombeka ndani. Maombi yanaombeka kwenye miguu. Miguu inakupa kumiliki, mikono inakupa kushika, mikono inakupa kupokea. Kamata ustelingi, ikiwezekana piga naoni. Ukitoka hapo, nenda kwenye showroom nyingine. Huu ni unabii. My dear brother, my dear sister, utatokea muujiza from nowhere. Mtu anakuambia, nataka nikusurprise. Unapendelea gari gani? Usiwe na maneno mengi, mwambie Prado TX, mwambie BMW, mwambie Benz ya mwaka fulani. Uwe tayari na solution, uwe tayari na choice, umeshaziona. Hao wameanza kunielewa. Unahitaji kumiliki na kutawala, lazima ujue ni kitu gani. Kitembelee. Unahitaji nyumba, nenda kwenye mahali ambapo kuna nyumba, pita. Sometimes unaingia hata kwa nyumba mtu anajidai naomba maji ya kunywa. Naomba maji ya kunywa. Wakati unaingia ndani kuchukua maji, kanyaga kibaraza papa. Alafu jikaushe. Ila asikukute. Na usiende usiku, sio kama unaloga. Nani amenielewa? Kila mahali sakapokanyaga nyayo za miguu yenu patakuwa penu. Kutokea wapi mpaka wapi, wewe ndio unajua. Kiu yako kubwa ni ipi?